Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Harmonize kwa mara ya kwanza ameweza kuweka rekodi kubwa sana kupitia upande wa YouTube, ambapo tunaona ushirikiano wake pamoja na Mbosso wamefanya kitu kilicho bora kabisa. Sasa wanazungumzia ngoma ambayo imeweza kufikisha viewers milioni 5 ndani ya wiki 3. Sasa ngoma hii ilipostiwa na kwenye akaunti ya Harmonize huko YouTube, ambapo tunaona ilikuwa ni Disemba 26 mwaka jana 2025, ambapo ngoma hii ndiyo ngoma namba 1 kwenye upande wa trending chart huko YouTube. Sasa ukitazama ngoma hii ambayo nimesema imeweka rekodi, cha kwanza kabisa imeweza kuweka rekodi kwa mwaka huu 2026 kuwa ngoma ya kwanza kufikisha viewers milioni 5. Ambapo tunaona ya kwanza ni kwake Harmonize Leo, namba 2 ni Inama ya kwake Zuchu, namba 3 ni ya Mario Olua, namba 4 Pon Pon Blues Melody, namba 5 ni Pembe Chino Kid, namba 6 Usiniache ya kwake Lucky Tones, namba 7 Your Loss ya kwake Abby Chams, namba 8 ya kwake B2K Mnyama Ipo Siku, namba 9 ni Raindes Dev, namba 10 ni ya kwake Emmanuel Nicholas. Mengi kwa ajili yangu, nyimbo ya injili ni kali sana, au sio bwana? Lakini naweza kusema kwamba katika hii trending chart za YouTube tunaona ni ngoma ambayo inaonekana kushika namba 1 leo na imefanya vizuri zaidi. Sasa maoni ya mashabiki baada ya ngoma hiyo kuweza kufikisha viewers milioni 5 kwenye account ya YouTube, tunaona ilikuwa kama ifuatavyo. Mmoja kaandika, Mbosso ukimuleta kwenye ngoma za mapenzi anakufunika. Kuhusu mstari yake, anayeona Mbosso mkali anipe like. Maana yake Mbosso kila anaposhirikishwa katika nyimbo za mapenzi amekuwa ni mkali sana. Mwingine akisema wanaosema Mbosso kani kaua, weka hapo chini comment. Of course tunaona Mbosso ameonekana kuwa ni tishio zaidi kwa wasanii wengi wa kibongo, kwa sababu tunaona hapa ameshirikishwa tu na Harmonize, amefanya kitu kizuri sana na ameonekana kumficha Harmonize kwenye nyimbo yake mwenyewe. Mwingine anasema Mbosso kani mfalme mpya wa Bongo Flava, akimtaja Mbosso katika ngoma hii ndio mfalme mpya. Mmoja kaandika, you guys disrespecting Harmonize, he just didn't want to compete with his young brother, just know that he is so bad on vocals than Mbosso. Kwamba huyu amemjibu kwa Kiingereza, labda uko uelewe, ni kwamba usimdharau Harmonize kwa sababu kumvunjia heshima, kwa sababu hakutaka kushindana na mdogo wake, kwa sababu Harmonize ni mkubwa kwa Mbosso na kiukweli ni mkali kwenye vocal kuliko huyo Mbosso. Mmoja kasema uju usomacho tafadhali naomba umsaidie. Mmoja kaandika, kama kweli ni hatari wote wakali sana, ila Mbosso Swahili song kama let's go Mbosso hakika mwana, au sio? Mwingine sema kwa mara ya kwanza Harmonize amefunikwa kwenye kolabo na Mbosso kwa mara ya kwanza. Yani Mbosso kamwacha mbali, kamwacha mbali sana. Mbosso sio mtu mzuri, kwani amekalishwa humo. Mbosso hata Ibra huwa anamficha Harmonize. Yani sio Mbosso tu, hata Ibra huwa anamficha Harmonize wakifanya kazi. Mmoja anasema ameweka kizungu mbele, akitia kizungu huwa anachemsha kiasi. Hamo katuliza nyimbo, sikilizeni vizuri. Si ya kwanza, kila siku anafunikwaga na Ibra. Mmoja kaandika kwamba hujui kitu, wimbo gani Okonde alifunikwa na Ibra au unasikizaga taarabu, au sio? Mmoja kaandika akamtajia ngoma mdomo dharau friendzone. For sure mimi mwenyewe nashangaa imekuwaje, au kwa sababu kaanza yeye. Hili limeniuma sana, sio kweli, hamna, wote wamefunikana. Kwa kila mtu ana ubora wake, kwa kila mtu, so kuna walioona Mbosso na kuna walioona Konde, shortly wote ni bora. Kwa hiyo kuna wengine in general wameona wote wamefanya vizuri. Mbosso akisema Mbosso kani tena, jua hapo anaenda kummaliza mtu. Unichekesha. Jamaa hatari sana huyo mwamba. Bombo ngoma itawakimbiza watu. Mnazungumzia nyimbo ama muna mambo yenu? Mbosso kafunika tembo kweli.
Mwingine akaandika kwamba kabisa Mbosso kaua sana. Direct Devi mara ya 10 juu Ibra umemfanya justice zote au mmoja akaandika mtu mbaya sana Mbosso. Ni Simba peke yake anaweza kumfunika Mbosso kwenye collab, ila wengine hamna kitu. Kwa mara ya pili Diamond alimfunika kwenye bado na Ibra pia, au sio? Kwa hapa wanazungumzia jinsi ambavyo Harmonize anafunikwa, na ukali wa ngoma ndio unafanya ngoma ipate viewers wengi, ipate mashabiki wengi, kwa sababu ngoma mbovu siku zote huwa hazizungumziwi. Hazizungumziwi, lakini pia haziwi na mvuto, lakini ngoma kali na uwekezaji mzuri na production kali ndio inafanya ngoma kufanya vizuri, na tunaona Mbosso kumfunika Harmonize imekuwa topic na imefanya ngoma hii kufika hapa ilipofika. Mmoja sema mimi kijumla ni team Mbosso, ni team hao, lakini Harmonize this round amewezwa, tuseme ukweli. Mwingine akaandika Mbosso kamaliza utata, unasema Mbosso mkali like hapa. Nice song bro, ila toka nianze kushabikia Hamo sijapata kwa heshima Harmonize tujuane. Mbosso kamaliza utata. Mwingine akisema naona kama Hamo amefunikwa hapa Mbosso na Mbosso. Mwingine akaandika nikireceive notification tu amelike hii comment, inabidi inarudi tena kuangalia hii wimbo. Mwingine sema wapi like za Harmonize kutoka Kenya na Tanzania. Of course mashabiki wa Harmonize kutoka pale 254 wameonyesha uwazi kabisa kwamba ngoma hii ni kali na wameishambulia sana. Wale wenye wana watch 2026 uko wapi, ambao wanaangalia 2026. Mwingine Mbosso umeua kipande chako, nimekielewa sana. Mbosso killed the stage. Tupatane kwa comment. Mbosso kama kawaida yake kuchukua nyimbo za watu akipewa collab, kwa maana ya kwamba yeye Mbosso anachokifanya anachukua tu ngoma za watu na kufanya nazo collab. Mbona mnabaguana wakati sote ni timu moja? Mwingine sema wow that's amazing. So wanaongoja Mbosso afe mziki ndio kwanza naanza. Mungu aendelee kumpambania. Of course kuna tetesi zinasema kwamba alikotoka kule walikuwa wanataka apotee muziki kama walivyopotea wengine, na akipotea inaonekana kabisa kwamba ni furaha yao, kwamba mambo hayawezi kwenda pasipo kuwaheshimu WCB. Kwa hiyo tunaona alivyotoka WCB wengi hasa mashabiki ambao pengine ni mashabiki wa Simba na mashabiki wa WCB kwa Mbosso kutoka pale WCB walikuwa wamemtabiria mazito kwamba hawezi kufika mbali, lakini ushirikiano wake pamoja na Harmonize umefanya ngoma yao kufikisha viewers milioni 5 na kuwa nyimbo namba 1 on trending, na kuwa nyimbo moja ambayo imeanza mwaka kukushika namba 1 on trending YouTube. Dondosha maoni yako, hakikisha na subscribe.